na manufacturing, pia tunaita viwanda. Sasa viwanda kwa tafsiri finyu ya manufacturing, uzalishaji viwandani. Mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa umepungua kutoka 9.4 mwaka 2012 na kufikia 7 mwaka 2023. Ukuaji wa sekta ya viwanda 2021 mpaka 2023 ulikuwa wastani wa 4.4 kwa mwaka. Mpango ulitarajia kwamba sekta ya viwanda ikue kwa 12 mpaka 15, lakini imekuwa inakuwa kwa 4.4 tu. Kwa hiyo wito wetu, hotuba za bajeti mwaka huu zichambue sababu ya kutofanikisha malengo ya mpango wa 3 wa maendeleo. Isiwe tena hotuba ni porojo za kumsifia mama, za kueleza porojo za CCM, lakini watueleze kwa nini hatujafikia malengo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa. Utaratibu wa zamani wa hotuba za bunge la bajeti ulianza na hotuba ya waziri wa mipango na kufuatiwa na hotuba ya waziri wa fedha kueleza hali ya uchumi na utekelezaji wa mipango ya maendeleo na mapendekezo ya mapato na matumizi. Hivi sasa hotuba hizi, hotuba za waziri wa fedha na hotuba ya waziri anayeshughulikia mambo ya mipango, huwa ni hotuba za mwisho kwenye bunge la bajeti. Hotuba ya mwanzo anayefungua dimba huwa ni waziri mkuu, ambaye anaeleza utekelezaji wa mipango ya serikali kwa ujumla. Ili kuwatendea haki wa Tanzania, tunatoa wito hotuba ya waziri mkuu ianze kutoa ufafanuzi wa kwa nini malengo ya mpango wa 3 wa maendeleo hayajafikiwa na hayatafikiwa. Na mawaziri wa sekta pia wajikite katika kuwaeleza Watanzania kushindwa kwa serikali kutekeleza mpango wa 3 wa maendeleo katika sekta zao. Kwa hiyo tunaposikiliza hotuba za bajeti, tunahitaji tupate maelezo kutoka serikalini kwa nini serikali imeshindwa kufanikisha utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa. Ndugu waandishi wa habari, kama mnatazama takwimu, serikali imetoa toleo la mwisho la takwimu za akaunti za taifa 2024 mwanzoni mwa mwaka huu. Ukizichambua takwimu hizo zinaonyesha kuwa wastani wa matumizi ya kawaida, kwa Kiingereza wanaita consumption expenditure, ya Mtanzania yamepungua mwaka 2022 na mwaka 2023. Kwamba takwimu hizi zinathibitisha hali ngumu ya maisha ya Watanzania. Matumizi ya kawaida, consumption expenditure kwa Kiingereza, yamepungua mwaka 2022 na mwaka 2023, ambazo hizo takwimu ndio zinaishia hapo. Kwamba watu wanapolalamika kwamba hali ya maisha ni ngumu, hiyo hali ngumu ya maisha inathibitishwa pia na takwimu za serikali. Na walioathirika zaidi na kupungua huku kwa matumizi ya kawaida ni Watanzania wenye kipato cha chini.
Hata hivyo, pamoja na kupungua kipato hicho, waziri wa fedha katika hotuba yake ya ukomo wa bajeti anawashauri wabunge wenzake, na ninanukuu, wabunge wenzake kutembea kifua mbele na kunadi mafanikio ya sera za awamu ya 6, mafanikio ambayo kitakwimu yanaonyesha kwamba matumizi ya kawaida ya Mtanzania yamepungua mwaka 2022, yamepungua mwaka 2023. Vile vile akaunti za taifa zinaonyesha Tanzania inawekeza zaidi ya 40% ya pato la taifa katika miaka 2020 mpaka 23. Kama uwekezaji huu ungekuwa na tija, pato la taifa lingeongezeka kwa zaidi ya 10%. Lakini pato la taifa limekuwa linaongezeka chini kidogo ya 5%. Rwanda yenye uwekezaji wa 25% katika kipindi hiki wamewekeza 25% ya pato la taifa. Sisi tumewekeza 40%. Uchumi wa Rwanda umekuwa kwa wastani wa 6.7%. Uwekezaji wao ni mdogo kama sehemu ya pato la taifa, lakini uchumi wao unakuwa kwa kasi kubwa kuliko uchumi wetu ambao takwimu za serikali zinaonyesha uwekezaji wetu ni 40%. Ndugu waandishi, rushwa na ubadhirifu umekithiri katika miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo haikamiliki kwa wakati na kuanza kuzalisha huduma na bidhaa. Nyinyi wenyewe mnaona tunavyo miradi ya maendeleo inavyochangamka kujenga hizi barabara ambazo zingine zinasababisha mafuriko katika maeneo yetu, lakini hazikamiliki kwa wakati na hazianzi kutoa huduma kwa watu wanaotumia mabasi ya mwendo kasi. Kwa hiyo mchango wake kwenye pato la taifa, kwa sababu miradi hii inachelewa, inakuwa kwamba mchango wake kwenye pato la taifa unachelewa kupatikana, na kwa hiyo panakuwa hakuna tija katika uwekezaji wenyewe. Vile vile taarifa za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali zinaainisha matumizi mabovu katika miradi ya maendeleo, lakini serikali bado haijajirekebisha. Tunatoa wito serikali kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa ikiwemo Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa lifanye uchambuzi wa kina kwa sababu gani uwekezaji mkubwa katika miradi ya maendeleo umekuwa hauna tija nchini Tanzania. Katika uongozi wa awamu za nyuma, hususan wa Rais Mkapa na kwa kiasi kidogo pia wa Rais Kikwete, kulikuwa na utaratibu wa kuchambua kwa kina matumizi ya serikali, public expenditure reviews, ambapo unachambua matumizi ya serikali yanayoenda sekta mbalimbali yanatija kiasi gani. Utaratibu huu toka awamu ya 5 uliachwa. Ni vyema tukarejea utaratibu wa kuchambua matumizi ya serikali na kuweza kujua tija ya matumizi hayo. Kuhusu swala zima la malengo ya maendeleo endelevu, ndugu waandishi wa habari, waasisi wa chama chetu cha CUF katika tamko lao la awali kabisa mwaka 1992 walieleza, na ninanukuu, kuwa nchi yetu ni tajiri katika mali ya asili zilizomo ardhini, majini na hewani. Mali ya asili hizi zinaweza kutumiwa kwa manufaa na maslahi
ya wananchi wote. Sisi wa Tanzania tuliokutana Dar es Salaam kwa muda wa siku mbili, tarehe 20-21 mpaka Novemba, tarehe 20-21 Novemba mwaka 1992, tunaamini kuwa haki za binadamu na haki za watu kama zilivyotangazwa katika tangazo la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa na hati ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika juu ya haki za binadamu na haki za watu, ndiyo msingi wa sheria na kanuni zinazotakiwa kuongoza nchi. Mwisho wa kunukuu. Toka kuasisiwa sera, falsafa na kauli mbiu ya CUF ya haki sawa kwa wote zimejikita kuhakikisha kuwa kila Mtanzania ana haki za kiuchumi, kisiasa, kijamii, utamaduni na mazingira. Malengo ya maendeleo endelevu ni ufafanuzi wa kina wa tangazo la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa la mwaka 1948. Sera za CUF zimejikita kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu hata kabla ya malengo hayo kutangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 2015. Malengo ya maendeleo endelevu ni seti ya malengo 17 yaliyopitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2015 ili kuhakikisha ustawi wa jamii, uchumi endelevu na uhifadhi wa mazingira ifikapo mwaka 2030. Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa imeridhia kuyatekeleza malengo haya ya maendeleo endelevu. Swala muhimu la kujiuliza ni je, Tanzania inaweza kufanikisha malengo haya yote ifikapo 2030? Uchambuzi unabainisha kwamba Tanzania haitaweza kufanikisha kuyafikia malengo ya maendeleo endelevu. Utafiti wa Profesa Jeffrey Sachs na wenzake unaonyesha kuwa Tanzania ni nchi ya 130 kati ya nchi 167 katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Hatutafikia malengo ya kutokomeza umaskini, njaa na utapiamlo. Ajira nyingi ni duni katika sekta isiyo rasmi, hazilipi vizuri hasa kwa vijana. Ukosefu wa ajira kwa vijana